Lakini pia katika maelezo yangu nimeeleza kwamba ili uvuvi huu katika miaka inayokuja uweze kufanyika kisasa na isiwe ni kazi ya kurithi kwa sababu mzazi alifanya na mimi nafanya, lazima tujenge taaluma kwa kizazi cha sasa, lakini kwa kizazi kijacho. Na ili taaluma hiyo ipatikane, tuwe tumejenga eneo maalum la kutoa taaluma hiyo. Kwa serikali kupitia wizara hii katika kipindi cha siku 100 imeshatafuta eneo na tayari imeshaandaa mchoro wa kujenga chuo cha kisasa cha kutoa taaluma ya uvuvi. Kwa chuo kazi yake kubwa, tutaanza na ngazi ya diploma, lakini na ngazi nyingine, ili mwisho wa siku watakao kuwa wanajihusisha na swala la uvuvi wasifanye tu katika hali ya kawaida, lakini wafanye shughuli hiyo kitaalamu. Lakini pia nimeeleza hapa kwamba katika kipindi cha siku 100 serikali kupitia Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi imefanya maandalizi au matayarisho ya ujenzi wa madiko ya kisasa katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Na nimejaribu kutaja maeneo, kwa mfano kwa upande wa Pemba nimetaja eneo la Kiwani, Msuka, Mtambwe, Kojani, Kengeja, na kwa upande wa Unguja nimetaja maeneo kama Fukuchani, Kigomani, Unguja Ukuu na maeneo mengine. Sasa madiko hayo ningependa tu tuone, na nimesema madiko hayo hayatakuwa madiko kama masoko ya samaki kama ilivyozoeleka, kwamba tunauza samaki lakini huoni ule mnyororo wa thamani wa samaki ama bidhaa ile inayouzwa. Huoni nafasi anayopata mvuvi kama mwananchi ya kuweza kuhifadhi samaki wake katika eneo hilo, na badala yake ni kukimbilia kwenye soko, hata kama soko hilo haliendani na jasho lake. Kwa katika ujenzi wa madiko haya sasa kutakuwa na facility zote, kwa maana ya huduma zote zitakazompa mvuvi wetu nafasi ya kuamua ama bidhaa yake ya samaki auze leo kulingana na soko, au auze kesho, au auze hata baadaye, lakini si kwa kuuza kwa sababu hakuwa na facilities au huduma za kuweza kuhifadhi bidhaa yake hiyo. Kwa hiyo madiko hayo nimesema yatakuwa na cold room, yatakuwa na mashine za kutengenezea barafu, na baadhi ya madiko hayo, kwa mfano mkienda Fukuchani mkoa wa Kaskazini, mtaona hili ujenzi umeshaanza na umeanza ndani ya kipindi cha siku hizi 100. Hata mkienda kule kwa wananchi wa Fukuchani watawaambia, kwa maana tulikwenda na tukawaambia wakaridhia kwamba tujengeni kinachofanana, kinachokionyesha hapa ndio kinachojengwa sasa hivi Fukuchani, na mkienda mtakikuta. Kwa hiyo hizi si picha tu, bali ni vitu vingine vinavyoendelea na ambavyo kuanza kwake nataka niwathibitishie hata mikataba yake imesainiwa ndani ya hizi siku 100 tokea Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, aingie madarakani katika kipindi chake cha awamu ya pili.